kwamba muislamu amemwingilia mkewe wahia hayo, ma hukmuhu, hukumu yake inakuja kwa namna hii ifuatayo bitafsil. Kwa hii tafsiri ambayo nitahitaji, in kana dhalika nisyanan, ikiwa ni kwa kusahau. Kwa kusahau vipi? Kwa kusahau iwe amesahau mume au amesahau mke au mume na mke wamesahau kwamba wako katika haidhi wakajamiana, au khata'an, au ikitokea kimakosa. Vipi kimakosa? Bi an dhannat, kwa kudhani yule mke kwamba inqata'a damuha, damu yake ya haidhi chakatika, na kwamba pengine pia ashaoga, amedhani hivyo, ashajitahirisha, au amejitahirisha kwa kudhani kwamba damu ishakatika, kenda kaoga. Mume akimwangalia mkewe amuona ameoga, akajua mambo tayari, akamuingilia. Kumbe akimuingilia mkewe yule bado kumbe yuko katika haidhi. Kimaliza tendo la ndoa, mke amwambia mume wangu una habari, mimi bado niko katika hedhi. Mimi nilikuwa ninadhani, nilifikiria kwamba nishamaliza ishakatika, kumbe bado hedhi yaendelea. Kwa hivyo hii itakuwa ni jamaa bil khata, au itokee kwamba wamesahau. Kwa hivyo ikipita kwamba wamejamiana nisyanan au khata'an, kwa kusahau au kwa makosa, fala shay'a alayhima, hawana makosa, hasa kwa mume. Sisi tumzungumzia mume zaidi, kwa hiyo tuseme fala shay'a alayhi, mume hana kosa lolote, wala hawajibiki kwa kufanya jambo lolote, wala hana lawama yoyote, hana masulia yoyote. Ma dalil? Wa dalili gani? Jawabu, ad-dalil qawluhu ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, ewe Mola wetu usituchukulie kwa mambo ambayo tumeyafanya kwa kusahau au kwa kukosea. Si mambo ambayo tumefanya tukiwa tunayakusudia. Kwa mambo ambayo Muislamu ayafanya kwa kusahau au kwa kukosea, huwa Allah azza wa jalla hamchukulii mja wake kwa hayo. Wa in kana, lakini ikiwa hali ya pili sasa, amidan, akiwa yule mume amekusudia sasa hasa kufanya tendo la ndoa, aliman bitahrimi, hali ya kuwa yajua kwamba kumwingilia mkewe katika hali hii ni haram, hukumu yake fa huwa athim, kama tulivyotaja kule nyuma, amebeba madhambi. Idhan madha yajibu alayhi? Wajibun alayhi at-tauba, awajibika kuleta tauba na istighfar, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio rai ya jumhuri ya wanazuoni, kwamba mwanamume anapofanya tendo hili kwa kujua na kwa kusudi, akiwa yajua kwamba hili jambo ni haram na mkewe yupo katika haidhi akafanya, basi hili ni jambo ni la madhambi na lazima atake toba. Wanazuoni wanaliweka dhambi hili katika kabira min kabairi dhunubi, katika madhambi makubwa kwa yule ajuaye. Wanasema hasa fahia kabira, kwa sababu wewe unajua kwamba hili jambo Allah azza wa jalla ameliharamisha. Ukaenda ukastarehe na mkeo, ukastarehe ukasema mimi naweza kujizuia, mimi niko sawa, najiaminia. Mara wajiaminia, ukitahamaka mambo ushayamaliza paka mwisho. Tajib alayka at-tauba. Kwa rai ya jumhuri ya wanazuoni lazima utubia. Rai ya pili ya wanazuoni ni kwamba tajibu ma'a taubati, inawajibu pamoja na tauba kafara. Rai ya kwanza ya wanazuoni ambayo ni jumhuri ya wanazuoni al-Ahnaf
al-Malikiyya wa Shafi'iyya kama wale wa kwanza tuliowataja, tauba peke yake. Rai ya Hanabila kama vile katika masala ya kustarehe, rai ya Hanabila, na hii ndio al-mu'tamad 'inda al-Hanabila, riwaya 'inda al-Imam Ahmad, na kadhalika rai hii ni kauli ya al-Imam Shafi'i fi al-Qadimi. Katika jadid la jadid ndio hii rai ya jumhuri. Kwa katika rai ya pili inasema kwamba lazima pamoja na kutubia, au afwan, pamoja na kutubia watoa kafara. Tutataja kule mbele kafara yenyewe ni wujuban au istihbaban, hiyo tuiache kwanza. Ni wajibu au ni mustahab kafara, tutataja mbele. Dalili ya kutoa kafara nini? Dalili ya kutoa kafara wanasema ni hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo amepokea Imam Abu Daud na Imam An-Nasa'i na Imam Ibn Majah, wote hawa katika sunan, kwa isnad ambayo ingawa iko khilaf kidogo baina ahli al-ilm, lakini wengi katika wanazuoni wameisahihisha, wameipitisha isnad hiyo, akiwemo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala sahaha isnada, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema kuhusu fi rajul alladhi yati imra'atahu wa hiya haid, kwa mwanamume ambaye anayemwingilia mkewe hali ya kuwa mke yule katika haid, yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinar. Mwanamume anayemwingilia mkewe akiwa katika haidhi anatakiwa atoe sadaqa kafara. Sasa hiyo atoe sadaqa ya dinar au nusu ya dinari. Hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinar. Wengi katika wanazuoni wakakubaliana kwamba amri hii ya kutoa sadaqa kwa dinari au nisfi dinar ni amri ya istihbab, si wajib, lakini inapendekeza pamoja na kuleta tauba utoe sadaqa, iwe ni kafara yako kwa lile kosa ulilolifanya. Baada ya hapa kukasimama au kukatokezea maoni mengine ya wanazuoni, rai kadhalika za kukhtalifiana kuhusiana na hii dinari na nusu dinari inatolewa vipi, wakati gani unatoa dinari, wakati gani unatoa nusu dinari, au ni wewe mwenyewe unachagua unataka kutoa dinari au nusu dinari. Kukasimama rai tatu kati ya hawa waliosema kwamba unatakiwa kadhalika utoe kafara. Rai ya kwanza inasema ikiwa umemwingilia mke yule kama tulivyotaja kwa kusudi na kwa kujua, basi utatoa dinar. Ikiwa umemwingilia mwanzo wa hedhi yake wakati damu yake ni nyingi, lakini ikiwa damu yake ienda kumalizika mwisho wakati damu yake ni kidogo, utatoa nusu dinar. Hiyo ndio maana ya dinar au nisfu dinar. Rai ya pili, unatoa dinar au nusu dinar kwa kuzingatia ni wakati gani kadhalika umefanya jimaa. Ikiwa umefanya jimaa ndani ya hedhi yenyewe utatoa dinar. Ikiwa umefanya jimaa baada ya hedhi kukatika lakini kabla ya mke yule hajaoga, utatoa nusu ya dinar, kwa sababu kipindi hicho kama tulivyotaja kule nyuma pia bado huruhusiwi kumwingilia mkeo. Lakini uharamu wake wanasema si kama ule uharamu wa kumwingilia mke wakati damu yake bado yaendelea ya haidh. Ndipo hapo ikatokea tofauti kwamba ikiwa katika hedhi yenyewe utatoa dinar, na ikiwa baada ya kukatika kwa hedhi lakini kabla ya kuoga utatoa nusu ya dinar. Rai ya tatu ikasimama rai ya Imam Ahmad bin Hanbal ya kwamba
hii dinar na nusu dinar ni khiari ambayo muislamu mwenyewe yule aliyefanya hivyo ataangalia yeye mwenyewe kulingana na uwezo wake na vile atakavyokutoa. Ikiwa utaona kwamba mimi ni bora na ni vizuri nitoe dinari yenyewe, utatoa dinar. Ikiwa utaona kwamba ni aula na ni vizuri nitoe nusu dinari, utatoa nusu dinar, kulingana na wewe mwenyewe, imani yako na khiari yako. Dinari ni wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kipimo cha fedha kilichokuwa kikitumika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa na dola zilizokuja baada yake. Wakati wa leo ukiambiwa toa dinar, unatoaje? Jawabu, dinar wakati wa leo inabadilishwa kwa vipimo vya kisasa, inageuzwa kwa vipimo vya kisasa, kama vile tulivyogeuza saa kwa vipimo vya kisasa na mudi kwa vipimo vya kisasa na mengineo katika mambo ya kafara na mambo ya fidia na mengineo. Kwa hivyo dinar ya wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vipimo vya kileo katika standard international units za grams na kilograms ni sawia takriban na gramu 4 na robo ya dhahabu safi halisi. Gramu 4 na robo ya dhahabu safi halisi. Kwa hivyo ukiona kwamba umefanya lile kosa na ukatubia na ukaona kwamba ni vizuri pia kadhalika nitoe sadaka ili iwe kafara ya kosa ambalo nimelifanya na nijikurubisha kwa Allah azza wa jalla kwa sadaka hii anisamehe madhambi yangu, basi utatoa gramu 4 4.25 ya pure gold 24 karat dhahabu yenyewe au kima chake. Dhahabu yenyewe itakuwa ngumu kupatikana 4.25 grams, kwa hivyo utakwenda kutoa kima chake. Utaangalia wewe mwenyewe katika soko la dhahabu au muulize sonara. Ukiangalia wewe mwenyewe katika vipimo vya soko la dhahabu hii leo, ikiwa utaka kutoa kafara hiyo, gramu moja ya dhahabu leo ni shilingi 11,238 na nukta kadhaa, gramu moja ya dhahabu safi 24 karat. Kwa hivyo 4.25 unaifanya times 11,238, utapata jumla yake ni 47,721 na nukta takriban. Hiyo ndio sadaka utaitoa kulingana na ile tafsili ambayo tumeieleza, au nusu yake shilingi 28 na kitu.